Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA pamoja na taasisi zote za Kiislamu nchini zimetoa tamko la pamoja kutokana na vurugu zilizotokea wakati wa zoezi la uchaguzi la Oktoba 29 ambazo zimesababisha vifo vya baadhi ya watu, wengine kujeruhiwa, pamoja na uharibifu wa mali za umma pamoja na mali za watu binafsi. Hamisi Suleiman anaripoti zaidi. Siku zote tumekuwa mstari wa mbele katika kusimamia na kuhimiza amani katika nchi yetu, hata pale ambapo kufanya hivyo kunapokuwa kunatulazimu kukubali maumivu makubwa, lakini tulikuwa tayari kufanya hivyo. Akisoma tamko hilo kwa niaba ya Mufti wa Tanzania, mjumbe wa Baraza la Ulama ambaye pia ni imamu mkuu wa msikiti wa Maamur, Sheikh Isa Othman Isa, amesema wametafakari na kufuatilia kwa kina yaliyojiri, ambapo awali makundi hayo ya viongozi wa dini yalitahadharisha. Sisi kwa umoja wetu tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Sisi kwa umoja wetu tumeumia sana kwa haya yaliyotokea, hasa maisha ya watu yaliyopotea kutokana na vitendo hivi vya kihalifu. Kwani mafundisho yetu yanasema maisha ya mtu mmoja kupotea ni sawa na kupotea maisha ya watu wote. Qur'ani, Surat Al-Maida aya 32. Aidha, tamko hilo pia limelaani matukio ya uhalifu na uharibifu wa mali za umma na watu binafsi pamoja na wizi na uporaji ambao ulifanywa na makundi ya vijana. Sisi kwa umoja wetu tunaamini vitendo hivi ambavyo vimeleta maafa katika nchi yetu ni vitendo vya kulaaniwa na ni lazima vidhibitiwe na kuhakikisha havitokei tena katika nchi yetu. Lakini pia sisi kwa umoja wetu tunaitaka serikali ifanye uchunguzi wa kina juu ya kina nani ndio walikuwa vinara wa kuchochea vijana wetu katika kufanya uharibifu huu mkubwa kuwahi kutokea katika nchi yetu mpaka kufikia maisha ya watu kupotea. Tamko hilo pia limeiomba serikali kuangalia kwa jicho la huruma wale wote walioathirika ambao hawakuwa sehemu ya makundi yaliyoleta vurugu, lakini likasisitiza kuwa liendelee kuwasaka vinara waliochochea machafuko hayo. Tunaiomba serikali kuangalia wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekumbwa na maafa haya na wala hawakuhusika kwa namna yoyote ile, waangalia kwa jicho la huruma pamoja na kuwafariji. Tamko hilo lilihitimishwa kwa baraza hilo na taasisi za Kiislamu kwa kuishauri serikali